asubuhi hii, sababu wewe ni mwema, wewe ni Baba msaidia wa karibu, wewe ni furaha ndani ya mioyo yetu, wewe ni vyote tunavyohitaji, wewe ni ukombozi, ufungulivu, wewe ndiye unayetubariki, wewe ndiye unayetutunza, unayetulinda, wewe ndiye unayetupa uzima, wewe ndiye unayafanya yasiyoeleweka, wewe ndiye unatupa pumzi, wewe ndiye unatupa afya. Tumesema tena uinuliwe sana, uinuliwe tena juu kuliko yote. Tunakupepea sana sababu wewe ndiye unayestahili kupokea maabudu, kupokea shukurani, kupokea sifa ya midomo zetu. Asante Bwana kwa uponyaji wako asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa mausia yako asubuhi ya leo. Kuna wale waliolala miili zao hazikuwa salama, lakini wameamka wakiwa salama, na wale ambao wamefika hapa hawajajisikia salama. Bwana, acha tukiendelea na ibada hii, uwezo na nguvu za uponyaji ziende kuwagusa na kuwafanya kuwa salama na kuwapumzisha mizigo zinazowasumbua. Tuna matumaini makubwa ya kwamba tena unasema nasi, unatupa mwelekeo ili tuweze kuwa mvuto mkubwa katika dunia hii, ili tuweze kuwa mshangao wa mbinguni katika dunia hii. Acha mwelekeo wako Bwana iweze tena kuongeza jambo katika imani yetu, iweze kuongeza na kubadilisha kitu katika namna yetu ya kufanya, katika namna yetu ya kukutumikia Bwana, ili tuweze kuwavutia watu, ili tuweze kuwa na utofauti mkubwa kwa malengo ya kuliinua jina lako wewe Bwana. Utulivu wako na ukimya ninaomba mahali hapa katika jina la Yesu Kristo, amen. Utaweza kukamata nafasi na Bwana kubariki. Sifiwe. Mambo ya siku ya kwanza 12:1 tunaanza 18. Chronique chapitre 21 tunaanza verset 18 alafu na kuendelea. Kama tumepata mambo ya siku ya kwanza 12:1, alafu tuanje 18 hadi 27. Biblia yangu inaniambia hivi: alafu malaika ya Bwana akaagiza Gadi kumwambia Daudi apande na kusimamisha madhabahu kwa Bwana katika kiwanja cha kupeperusha cha Ornani. Daudi akapanda kwa neno la Gadi alilosema kwa jina la Bwana, wala kutoa sadaka ya kuteketezwa pasipo bei. Hivi Daudi akampa Ornani kwa pahali pale shekeli za dhahabu 600 kwa uzani. Daudi akajenga pale madhabahu kwa Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za salama, akaitia Bwana, naye akamjibu toka mbinguni kwa moto juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Bwana akaagiza malaika, akarudisha upanga wake tena katika ala yake. Ndilo neno la Bwana. Amina. Tunaenda kueleza juu ya somo ambayo Mungu ametukubalia tena asubuhi ya leo, ambayo inasema juu ya moyo wa kugeuka na kupanda mbegu njema kwa Mungu wako. Moyo wa kugeuka na kupanda mbegu njema kwa Mungu wako. Hizi ni habari ambazo tumezisoma za mfalme Daudi, kianja versi ya kwanza ya ile 12:1 ya mambo ya siku ya kwanza. Utaweza kuelewa ya kwamba
palikuwa shida ambayo Daudi aliingiza wakati alifanya neno brema ya taifa la Israeli. Alafu palikuwa tendo moja halikumpendeza Mungu, na Mungu akawa na hasira juu ya Daudi. Alafu akaleta pigo kubwa 3 juu ya nchi, na akamtuma Gadi aende kumwambia Daudi kwa ajili ya hizo tatizo 3 ambazo ataziachilia kwa ajili ya taifa, na akampa Daudi nafasi ya kuchagua moja kati ya 3 ambayo anakubali Bwana aweze kuifanya. Ya kwanza ilikuwa inasema juu ya njaa miaka 3. Pigo ya pili ilikuwa Daudi kushindwa na kuanguka kwa upanga mbele ya adui zake. Alafu na pigo ya 3 ilikuwa inasema amruhusie Bwana aweze kuangusha watu kwa siku 3. Alafu shida ilipokuwa, Daudi akachagua, alafu Mungu akaangamiza Waisraeli kwa upanga wake mwenyewe. Na Biblia inasema alafu tauni ilipokuwa kubwa, Daudi akaenda kumlilia Bwana, akamsihi Bwana, na Bwana akasikia maombi ya Daudi. Alafu akatuma tena Gadi aliye muonaji wa Daudi aende kumwambia Daudi afanye kishi. Tumesoma maandiko haya hapa chini, aende kulinunua shamba, pia afanye madhabahu kwa Bwana, na afanye pale sadaka za kuteketeza, na Bwana ataweza kuondosha tauni hii juu ya taifa la Bwana. Nimejifunza jambo la kwanza katika mashairi haya, ya kwamba mtu ama taifa linaweza kuangamia, jamaa linaweza kupotea, jamaa linaweza kusibiri makosekase zilizo mbaya kwa sababu ya mtu mmoja aliyemkosea Bwana. Huyu Mungu tunayemtangaza hapa, huyu Mungu wa Biblia ambaye tumewafundisha, ni Mungu ambaye anajaa upendo, ni Mungu ambaye aliye mwema, mwenye neema na mwenye rehema, lakini tena ni Mungu ambaye ana fimbo na ana upanga ya kuangamiza taifa. Sijui kama mnamuelewa Mungu katika vile viwango. Mungu aliye mwenye upendo, Mungu anawapenda sana, Mungu anawajali sana, lakini mashairi haya yamenifundisha ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anaua, Mungu ni Mungu ambaye analipisha ujinga ambao mwanadamu anaweza kufanya. Ndio maana kanisa, mnapotembea na Bwana, mnapokuja katika ibada, mnapokuja kumtumikia Mungu, mnapoacha dunia na kumfuata Bwana, muwe makini sana katika namna yenu ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapata fimbo ya mbinguni na ukawaza ni ibilisi, ukawaza ni shangazi, ukawaza mchawi amekufanya jinsi ulivyo, ikiwa ni mbinguni zimekufanya jinsi ulivyo. Nasema mambo magumu asubuhi ya kwamba kuna hali inaweza ikakupata, hali mbaya sana, na ukazania ni adui yako, kwa sababu kuna watu wanao maadui. Ukazania ni shetani amelifanya, ukazania ni ulimwengu wa giza imelifanya juu yako. Lakini nataka asubuhi ya leo uelewe ya kwamba kuna hali mbaya Mungu anaweza kaileta maisha yako kwa ajili ya kukuonya na kukuelekeza vizuri. Huyu Mungu ambaye mnajua, huyu Mungu ambaye tunamtangaza hapa, si Mungu anayebariki tu, anaweza kalaani taifa mzima. Si Mungu anayeokoa tu, ni Mungu ambaye anaweza kuua pia. Si Mungu anayefurahisha tu, kuna muda anaweza kuleta huzuni katika maisha ya mtu. Amen, amen. Kuna jambo unaweza ukalifanya leo na Mungu akaruhusu likafanya maafa makubwa katika familia yako. Nimesoma habari za Daudi. Daudi ni mfalme wa Israeli. Daudi anaongoza taifa la Bwana, alafu akafanya chukizo mbele za Bwana. Najiuliza, Mungu mtu wa aina gani? Mungu anawaza namna gani? Daudi anafanya kosa, lakini watu wanaoangamia sisole zinosa. Wainosa ndio wanakufa. Ukisikia watu waliokufa, maelfu ya watu ndio wanaanguka kwa upanga. Lakini Daudi aliyefanya kosa
Musa hakuanguka kwa upanga. Daudi aliyemchukiza Bwana hajawahi pigwa na upanga, lakini watu waliokuwa wainosa ndani ya taifa ndio ambao walianguka kwa ajili ya kumwonya Daudi. Mungu alitumia watu ili Mungu aweze kumwonya Daudi. Nataka wewe unayenifuata asubuhi ya leo ufahamu jambo hili. Unaweza ukatembea na Mungu, unakuja kanisani, alafu katika namna yako ya kutembea na Mungu unaendelea kufanya yaliyo machukizo. Unaweza ukaacha watoto wako wanakuwa waviktime ya makosa wewe mzazi unaoyafanya leo. Wachungaji tunapoongoza makanisa, wachungaji tunaweza hata nyinyi wa Kristo tunakuwa waviktime wakati tunatembea na Mungu katika njia isiyokuwa salama. Uongozi wa kwaya, uongozi wa kikundi ndani ya kanisa, unaweza hata service yako inasitiri makosekana zilizo mbaya kwa sababu ya kosa wewe uongozi ulioifanya. Kama unapewa neema ya kuwa kiongozi, ya kuwa msimamizi wa jambo fulani, ya kuwa mama au baba wa familia, jiepushe na mambo ambayo yanaweza acha Bwana akaleta laana juu ya familia yako. Jiepushe na hali ambazo zinaweza kumchukiza Bwana na zikaacha Bwana akafanya tendo ambalo litatoa machozi familia yako nzima. Mungu ambaye tumemwamini, Mungu ambaye tunaendelea kumfundisha, leo nimeelewa jambo ya kwamba yeye si rafiki yetu kabisa. Kwa muda mwingine anakuwa rafiki, kwa muda mwingine anakuwa injustice. Basi Biblia inasema Mungu ni mwenye haki. Daudi akafanya tendo na lile tendo likatembea juu ya taifa, na taifa, kilio kilichokuwa ndani ya taifa kilikuwa kilio kenye kiko nasipota. Kaze usikuje kwa mizaa sababu unaweza kutoka na laana. Kuna watu biashara zimekufa sababu ndani ya ibada, ndani ya kanisa unakuja kwa mizaa. Na unasema ni esprit ya invitation. Ikiwa ni Mungu ndiye amefunga biashara kwa kukuonya wewe. Kuna watu ambao wamepata mambo yasiyokuwa salama katika maisha yao, wanatafuta watu waliokuwa chanzo, ikiwa chanzo ni maisha yako ya mizaa ndani ya kanisa. Nataka mnielewe vizuri wa Kristo wenzangu. Nasema hapa kuna watu ambao wanapitia machungu, sio laana ya shetani, sio kusimuni na kutafuta, sio mchawi anayekupiga vita, lakini ni Mungu ambaye amekufanya kesi wewe. Unajua leo tunaishi siku za neema, na neema imeacha leo tunaweza kuja ndani ya kanisa, unakuja ndani ya ibada, unakuwa mchungaji na unaishi katika dhambi lakini haufie kanisani. Katika nyakati zilizopita ilikuwa ukifanya tendo lisilokuwa sawa, unakuja mbele za Mungu, unatoka huko maiti. Vibe zinakuwa za mingi kanisani, kujioni wenyewe. Ukisoma Biblia katika Agano la Kale utaelewa kwamba mtu ambaye alikuwa anakosa, mtu ambaye alikuwa na dhambi, alikuwa na uovu, alipokuwa anasogelea Mungu alikuwa anatoka maiti. Lakini katika neema ama siku za neema mahali tunaishi, unaweza ukafanya kitu alafu Mungu akuue kafu, lakini akafanya ndani ya maisha yako jambo ambalo unaweza ukajutia mwaka mzima. Mwache nitoe mfano muweze kunielewa. Watu ambao wamefunga harusi, nilipokuwa nikiwaombea watu kama na hawa, kuna siku moja Mungu akanipatia maono yale. Kuna watu wamefunga maharusi, na wale watu wengi wamechelewa kuzaa, na wale watu wanaishi kanisani, na wale watu wanakuja waombewe, ikiwa ni pigo la Mungu juu ya maisha yao. Kuna wengine wanachelewa kuzaa, ni mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao. Kuna wengine wanachelewa kuzaa sababu Mungu anataka ajitukuze kupitia maisha yao. Na kuna sehemu ya watu, tena sehemu iliyo kubwa sana, ni ya watu ambao
walifanya misaa katika ujana, walitumia madawa katika ujana, walifanya masturbation katika ujana, alafu wamekuwa impuissant, hawana tena uwezo, na katika ndoa wamekosa watoto. Hata kama mnamulilia Bwana, isipokuwa Mungu kuwahurumia, hakuna majibu mtakao yapata. Ndiyo maana mabinti mlio hapa, vijana mlio hapa, na waelekeza, kuna zambi unaweza ifanya leo. Kuna kenza na yenye utakufaka na hivyo inakutosha machozi. Unisikilize vizuri vijana mlio hapa, kuna watu ambao wanaishi katika maisha, wanaishi ndani ya maisha ya avortement. Ana avorte kisi anataka kosa mtoto, anajifanya mtakatifu, hata kutubu dhambi zake hataki kutubu yale aliyoyafanya ili Bwana ampe neema. Anazifanya mtakatifu innocent katika maisha anayoyapitia. Kama mchungaji, uniombee na mie nimechelewa kuzaa, basi nimefanya miaka 6 sijawahi pata mtoto. Ukiwa unajua vizuri wakati ulipokuwa kijana ulifanya mambo ambayo yanaweza kufanya gesi ulivyo, na wengine wanatafuta watu watakao wabebesha mizigo yao. Wanasema kama sizale, mama mkwe wangu ni mchawi, kama nimechelewa kuzaa, shangazi alisemaka kundukundu. Hapana, angalia mahali gani ulipokosea Bwana ukatubu. Tunaeleza juu ya moyo wa kugeuka kwa malengo ya kumbandia Bwana mbegu iliyocheka. Kuna watu wengine ambao tunaishi nao ndani ya makanisa, maisha yamezorota, haiko mapenzi ya Bwana, ni consequence ya mahali walipoingiza miguu yao. Tunaishi nao ndani ya makanisa, tunatembea nao ndani ya makwaya, tunatembea nao ndani ya vikundi, wengine hata ni wachungaji. Wamepitia maisha yaliyokuwa mabaya, hawajawahi kutengeneza mbele za Bwana, anasificha ndani ya kitu ndani ya kanisa. Huyu mfalme Daudi angalijificha katika hali ile, angalijificha katika ukubwa. Anasema mimi ndio mfalme, sitatengeneza njia zangu mbele za Bwana, taifa lingeliangamia, taifa lingelimalizika. Lakini Daudi alipochua amemkosea Bwana, Daudi akaomba msamaha, alafu akapewa mwelekeo ya kutengeneza njia zake na Bwana akamsamehe. Kanisa haina maana tusherekee tisa ikiwa tukingaliki na vitu visivyoeleka ndani ya maisha yetu. Hatutapata kwa tunafanya komedi. Vitu ambavyo vinajaa ndani ya moyo visivyokuwa sawa mbele za Mungu. Daudi alifanya kosa, lakini Daudi anafurahia kitu kimoja. Kila mara alikuwa anafanya kosa, alikuwa anageuka haraka sana, alikuwa na moyo wa kutubu, alikuwa na moyo wa kugeuka na kutengeneza njia zake mbele ya Bwana. Tunafanya tisa resistance. Tunahubiri neno, uko unakuja ikala hapa, tunahubiri neno, unakuja unasoma, unasikia neno mpaka 9, lakini maisha yako ni yale yale, umekuwa sawa Mungu ambaye habadiliki. Biblia inasema ni Mungu ndiye habadiliki, ni yule yule jana leo na hata milele. Tunamtamani sauti nzuri ya kuwa salama mbele za Bwana. Mafundisho yanapokuja yanakuonya hapa badilika. Mafundisho yanapokuja yanakuangazia hapa badilika. Mafundisho yanapokuja yanakuonesha hapa badilika. Kanisa, ninajua kuna hali ambazo tumetembea ndani yake, tumeishi ndani yake, tumeonyeka kila mara, tumeelekezwa kila mara, lakini mabadiliko yako wapi? Taleta hali karibia 3 kwa siku ya leo. Hali ya kwanza, tafadhali sana fundi mtambo nimesauti. Hali
bebata chibata chinaendaka mumani chinatoka hapo mena hachiroa. Tumekuwa na Wakristo bebata makanisa, Wakristo ambao wanasikia neno, wanasikia maonyo, wanapewa mwelekeo, lakini mageuzi, kugeuka kwao imekuwa kugumu sana. Na Bwana ametuambia ya kwamba siku zote roho zetu zinakuwa na hiyo aina. Hakuna mahali tunapoelekea tutasherekeaka na veta mais avec le même défi. Haina maana kusherekea kama hatujabadilika, kama mioyo hazijageuka. Haina maana. Tabia ya kwanza ambayo tumeonyeka, tumewaonya na tutaendelea kuwaonya ni hali tulionayo ya kuja kanisani kila mara na kuchelewa. Najua hapa kuna mtu amefanya giza haya mpaka kwa maombi ya kwanza ya ibada. Naye atasherekea giza dimashi. Uko mperte mtao. Basi sauti naenda uvyovi sana. Tafadhali sana. Unajua katika kuna vyumba huko nje mnakuwa kabafu lemua sauti inakuwa salama. Sisi tuko na mabafu karibia seti kuibada, namna gani sauti inakataa? Piga posa wachungaji. Tunazungumza nani? Wachungaji, najua reverend wanashawaonya, amechoka mpaka amebaacha. Na mwenye alikuwa kavaa yeye amewaonya. Kulikuwa kama mwingine kuanzia kudamiri mpaka leo. Najua wanawaonya juu ya ile hali, lakini mikuru kurukefu sense hamujawahi badilika. Biblia inasema Daudi alipochua akaelekezwa, akageuzwa moyo na akapendeza Bwana, na laana iliyokuwa juu ya nchi ikapona. Haina maana tuendelee kuwahubiri injili msipogeuka. Haina maana tuendelee kuambia mpende Bwana msiposikia maoni. Haina maana. Mnawaza ni vizuri kila mara mhubiri anaposimama hapa na tena mnaenda haiwaambie kitu. Maisha yetu yamekuwa kawaida, mnasikia maneno yanapita kwa sawa. Watu ambao wanasikilia hapa yanaondoka kama nyingine. Moyo wa kugeuka kwa hali isiyokuwa salama. Moyo wa kugeuka ndio Bwana anawaomba mnaposherehekea tisa ya anniversary yenu. Bwana wasaidie mioyo zetu zigeuke kwa hali isiyokuwa sawa. Unapoonyeka mbadilike, usipobadilika mtakula manyama, mtakuwa sawa sawa na mtu mwenye alifetena hiyo naenda mkaburi. Nilisema taongea na magumu asubuhi ya leo. Tangu ulipookoka huko na tanga huko na kenza huko na seka, mara ngapi wamekuonya ya kwamba ibada mtu achelewake, ya kwamba ibada mtu anakuja mbio, ya kwamba mtu anaacha ibada na anamaliza kuibada. Kuna watu ambao hawajamaliza kuibada, anakujaga wa mwisho na kuja wa kwanza. C'est la kenza dans le fond. Ndio maana tunakuwa na makanisa ambazo hazionyeshake maturite. Tuko na makanisa ambazo zinafundishwa. Nimekuwa nafundisha mahali pengine nikasema miongoni mwa kanisa ambazo zinafundisha kweli semeka imewekwa, lakini wale wanaosikia kweli wana mioyo kama jiwe, wasiobadilika. Wakombolewa waseme amen. Na mtu mmoja anasema mchungaji ashapia na roho ya makali. Niko na makali sana asubuhi ya leo. Siwezi taka mwe kanisa alafu tuwe tunawaonya kila mara. Tunasema tena kesho mnafanya amendments. Ikiwa nyinyi wazazi mlio hapa mnapendaka mwambie watoto wenu leo mnawaona kesho wamebadilika. Hiyo ndio furaha ya mzazi. Ukionya mtoto leo usifanye hivi, anakifanya kesho, tena anakifanya kesho. Utafanya nini? Wazazi mlipe jibu, utafanya nini? Mchungaji niletee fimbo nichape hawa fimbo. Wanasema watachapa watoto sio kugeuka. Na sisi wachungaji wenu watu wachape fimbo viboko kwa sababu hamtaki kugeuka. Kama mnaweza kuwachapa watoto kwa sababu mliwaonya wanakataa kugeuka,
hizo faraka zenu, sadaka zenu Mungu anazitoa, ni kitume Mungu mnafanya. Mgeuze tabia zenu, mgeuze tabia zenu kwa Kristo wenzangu. Injili ya leo ni kwa ajili yenu mnaokuja kanisani. Tumewaona mambo mengi sana, lakini maisha yenu ni yale yale. Ndio maana mkiangalia kanisa yenu ni ya desela 9 na leo mmefanya 9. Depuis mwaka ya kwanza mpaka leo kuna vitu ambavyo mlikuwa na vihamakia kwa 2016 nikiangalia kanisa kwa 2026. Kwa Kristo wa aina gani? Kanisa gani ambalo tunaishi ndani yake? Kanisa ya aina gani ambalo tunatembea ndani yake? Kama kuna tauni iliyokuja juu ya tabia fulani, hiyo tauni mpaka leo tuko nayo. Sababu kitu kinachoondoa tauni ni kugeuzwa kwa nini? Kwa moyo. Ni kugeuzwa kwa moyo wa mtu. Unapogeuza moyo wako na unafanya matengenezo, halafu maisha yanakuwa salama. Hapa mwana sema wakikataa kugeuka sema tena. Biblia inasema ukisema watakufa ndani ya uovu, damu yao itakuwa juu ya kichwa chao. Tukikataa kuambia mtakufa ndani ya mabaya, lakini damu yenu wataidai juu ya vichwa vyetu. Mjifunze kugeuza mioyo yenu. Hili ndilo kanisa ambalo Bwana analingojea. Hili ndilo kanisa ambalo Bwana analitafuta, kanisa la watu ambao wanapopewa mwelekeo alafu wanageuka. Kanisa la watu ambao wanapoonyeka wanabadilika. Hili ndilo kanisa ambalo Bwana analingojea kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tugeuze mioyo yetu. Avadimash, ugeuze roho yako. Umeonyeka kwa kubadilika. Umeelekezwa hapa, tengeneza. Tusibaki wale wale. Tusibaki ndani ya maisha ile ile. Sababu tukiendelea kuishi jinsi tulivyoishi katika mwaka uliopita, tutakuwa na resulta ya mwaka ambao uliopita. Hili ndio neno la Bwana ambalo alitaka tuweze kuanza nalo asubuhi ya leo. Acha nieleze kidogo juu ya kazi Daudi alizozifanya ambazo zilizofikisha Bwana kuweza kubadilisha mpango iliyokuwa imekamatwa juu ya taifa lake. Biblia inasema kamwambia Daudi, uende uuze shamba la mtu fulani, na pale ndipo utafanya kuwa madhabahu. Utajenga madhabahu na utatoa sadaka za kuteketeza pale. Daudi angelienda uza shamba ya wengine, mtu yenye Mungu angelimwambia, angelifikia malengo. Kilichomponesha Daudi ni wakati anaenda uzi mahali ambapo Bwana alimwambia ajenge madhabahu. Angelikataa kuuza shamba ya Ornani, anaenda uza shamba ya mtu mwingine, sadaka zake hazingelikubalika. Maana yake kusema nini? Mungu anapokupatia mwelekeo kisha unafanya kishi wewe ulipenda, lakini unafanya yale karibia yale Mungu aliyokuambia, lakini mfasio yako usingoe resulta ya Mungu. Pale utapata resulta ya kinadamu, sababu resulta ya Mungu inatoka muobeisance kuneno aliyokuambia. Amen, amen. Resulta kama majibu ya Mungu yanaonekana mahali ambapo mtu ameonyesha roho ya utiifu kwa neno ambalo Bwana alilokuambia. Hawezi fanya yenye unapenda kisha unapenda Mungu ajibie majibu yale ambayo yanatoka ndani ya roho yake. Majibu ya Mungu inakuja kwa mtu ambaye alifanya kishi Mungu alivyomwambia. Daudi akaenda tafuta ile shamba na akajenga madhabahu kishi Mungu alivyomwambia. Na jambo ambalo nafurahia kwa Daudi ni jambo nililolisema jana, ya kwamba kama kanisa leo tunakosa mvuto iliyo salama, ni kwa sababu wale walio wapagani hata ndani ya kanisa wanaanza kutawala. Hapo ndipo nilikuwa na mifano ya wale wadepute ambao wanapita kwenye makanisa na tunawapatia maneno, tunawaandikia maferpa sababu watatusapoti na pesa. Nimesoma habari za Ornani. Biblia inasema Daudi alipofika
akamwambia nihusishe shamba lako, akamwambia kamata shamba na nitakuongezea ng'ombe, nitakupatia kuni, nitakupatia na unga ili uweze kufanya sadaka ya kuteketeza. Daudi alikataa. Amen, amen. Daudi alikataa sababu alijua vitu vya kupatia Mungu haliko vya bure. Alijua vitu vilivyotakiwa kama sadaka isiwe jambo ambalo nimelipata kwa urahisi tu. Daudi alikataa msaada, akasema asante kwa yale uliyofanya, lakini nitanunua, nitakupa pesa kwa vitu vyote nitakavyokamata kwako. So, alijua sadaka saya sacrifice. Sadaka haiko dogo, sadaka ni sacrifice. Na kila mara nawaona Wakristo, mtu anapofika kanisani alafu anatoa sadaka za kujionyesha, anasema sasa sababu huko mnafanya hizo anniversaire, mimi nitawaletea ng'ombe 3. Oh, amen. Nanyi mnapiga mikono. Oh, amen. Amen. Hiyo Mungu sile niresipea masikini kila mfanya kazi. Daudi alikataa misaada kwa zabibu, alikataa misaada kwa zabibu. Alisema ile msaada ulionayo baki nitanunua, kama unanipa nakupa pesa ili niweze kufanya sadaka ya gharama. Ninaona mwimbaji anaenda, ikiwa nimefundisha kanisa Wakristo wa siku za mwisho. Hii ndio shida ya kanisa. Tukiendelea vile hakuna mahali tunapokwenda Wakristo wenzangu. Natafuta kufunga nikisema hivi: wakati unapomfuata Bwana, wakati unapomtumikia Mungu, jifunze kukataa vitu visivyokuwa na gharama, sababu sheria inasema mkono unaotoa ni mkono ulio juu ya mkono unaofanya nini? Unaopokea. Mtu anayekusaidia ana mamlaka ya kukuepose vitu usivyovitaka. Mtu anayekusaidia maisha, anayekupatia pesa, anayekulisha, anayekuvika, ana mamlaka ya kukufanyisha vitu visivyokuwa sawa. Daudi alikataa, akasema ndugu yangu, asante kwa hii, lakini mimi nitakupa pesa. Akampa pesa zake. Alafu baada ya kumpa pesa, akafanya madhabahu kwa Bwana, akatoa sadaka, akafanya sadaka za kuteketeza, na Biblia inasema alafu Mungu akaondoa malaika aliyekuwa na upanga juu ya taifa, na taifa likapona. Kanisa, tujifunze, tujipe moyo sana kukataa misaada isiyokuwa na maana katika maisha yenu. Mkataa misaada isiyokuwa na maana. Sio kila msaada unahitajika kuipokea. Amen, amen. Sio kila msaada unahitajika kuipokea. Kuna zingine misaada kataa, unasema asante lakini nitafanya, asante Mungu akubariki lakini nitakamata yale yangu, asante lakini nami nitapiganisha. Na hii roho ikiingia ndani ya maisha ya mtu, alafu roho ya dependance inatoka, unakuwa independent. Na kanisa tukifikia kiwango kile, tunatosha macho nje, tunatosha macho kwa misaada, tunafunga milango ya misaada, tunasema tutatumikia Bwana aliyetuokoa, tutamfanyizia sadaka na zabihu, tutanunua viwanja pasipo misaada ya watu, tutakuwa tuko autonomo. Lakini siku zote mnangojea misaada hii. Wanakwaya, Mungu awainue sana, msikuwe na mtu mwenye anawapatia yote tu, anaweza badilisha hizi anapenda. Inaomba Mungu anawainua, mnakuwa autonomo. Inaomba Mungu wa Kristo anawabariki, mnakuwa autonomo. Unaweza ukapanga kitu na ukakifanya pasipo kulabia kwa watu.
Na kwa mene wa Kristo. Hii roho ya kupokea kila msaada basi na wasija baba. Hii roho inakuangamiza, inakutosha katika malengo, inakutosha katika muujiza wa maisha yako. Hasa watu wanaotoa sadaka walizopatiliwa na watu wengine. Nisikie vizuri. Nikipatia papa sadaka, ninasema papa, hii sadaka upeleke kwa kanisa. Hata kama yeye ndio anaitia kudegea baraka haiko zake. Ni zangu mimi mwenyewe. Mungu mbinguni najua mwenye alitoa. Tunapo mbele wa Kristo. Ile ya kukua dependana na maniere ya kutoa sadaka, baraka hazikuwake sababu ni sababu mtu aliyetoa baraka. Daudi alichua, nikakamata hizi ng'ombe, nakamata hii efa ya unga, nakamata pia hizi kuni, nikatoa zabibu. Haiko Daudi alitoa, lakini atakuwa ni Ornani aliyefanya zabibu. Daudi alikataa sababu alijua presiri. Akasema nikitumikisha vitu vya unga gratuitema, haitakuwa ni mimi nimetolea Bwana, lakini atakuwa ni huyu baba ndiye amefanya sadaka kwa Bwana. Alafu Daudi akakataa, akalipa gharama na sadaka zake zikaandikwa kwa jina lake, na Mungu akazipokea sababu alifanya katika sheria ya mbinguni. Nafunga Biblia ikiweka mkazo kwa jambo limoja, mahali nilipomalizia jana. Vigumu sana kumtumikia Mungu, narejea, ni vigumu sana kumtumikia Mungu ukiwa masikini tena. Jana nimesema neno hili, juzi nilisema, na leo narejea. Ni vigumu sana kumtumikia Mungu ukiwa masikini. Daudi angelikuwa masikini, angelifanya sadaka ya kuteketezwa na nini? Angeliuza shamba na nini? Angelitoa kwa madhabahu hapo nini? Ndio maana tumekuwa na Wakristo ambao wanasema mimi nimetoa roho yangu. Mungu hana bezo ya roho yako, uzuri kuna roho yake. Na akikamata roho yako unakufa tu, utabakia bila roho. Wakati Mungu anaomba dhabihu, anaiomba kwa watu waliookoka, wamejitoa wao wenyewe kwa Bwana. Amina. Alafu pia kazi ya Bwana haihitaji msaada wa roho yako, inahitaji pesa, gharama kwa ajili ya kubeba injili. Mkiona hao wenyewe wamepata kaini gharama, na kama sauti hiyo inapotea injili mbali bali sauti hayo umre. Amkaniba amen. Ukiwa masikini, kuna vitu ambavyo hautaviona katika maisha yako, sababu kuna sheria za kiroho, kuna na loi de la semence ya kwamba apandacho mtu ndicho atakacho. Ndio maana niko nawaambia Wakristo katika hii namna ya kukua, ya kufanya utofauti, ili uwe kielelezo, ili uwe mfano bora wa kuiga. Jambo kubwa baada ya kuokoka, mkimbize umasikini katika maisha yetu. Hawezi weza kukataa msaada na hauna. Hawezi weza kukataa kitu ambacho unahitaji, umekitafuta miaka, kisha mtu anakupropose nacho, na unachikataa na hauna uwezo. Ni vigumu sana. Inaomba uwe na Roho Mtakatifu mara 7 ili uweze kuchikataa. Na kuna watu wengi wanaishi ndani ya dhambi sababu wamekosa maisha, alafu wanatafuta maisha, anakuwa kishakoshi cha baba fulani sababu anamlisha, anamlipia nyumba. Hii ni resulta ya umasikini. Wadada wanaojiuza kwa ajili ya frite, inaacha unajiuza, ni resulta ya umasikini. Kama uko na hamu ya frite, kama unafanya washirika kila frite, kwa na pia kwa mkishasikia hamu ya frite, utakupigia hapo bure. Watu ambao wanafanya dhambi kwa ajili ya vitu kidogo kidogo sababu wamevikosa tu. Hii ni roho ya umasikini na uasuru. Tukataa umasikini, tuchukie umasikini, usizoee umasikini. Hata kama hewa ama hali ya umasikini inaweza
Usikaribishe ndani ya nyumba yako, usikaribishe ndani ya maisha yako. Kataa masikini. Taki tuko wa masikini, misaada ya wadepite, mtakuwa na majibiza tu hapo. Imagine depite na pia na mile na nyie Mungu anatafuta sensa. Utafanya umetangazia Wakristo desmana wanaleta sensa joli kwa msasa serikali. Depite anakuja anasema mimi nawapatia mile munipatie sensa kidite nyenye sensa. Shwai kople. Ni umasikini ndio unatufikisha hapa. Niko na waona Wakristo wenzangu wale wadepite kuwafungia nafasi kwa madhabahu. Hii madhabahu tunaijenga kwa ajili ya neno la Bwana. Hatukuijenga kwa ajili ya politiki. Lakini kama unaendelea kuwa masikini tutawaleta. Ukataa umasikini. Wanaonisikiliza waseme amen. Amen. Tukatae umasikini. Na mtaona kanisa linapona na injili inapona. Tutapona, familia zetu zitapona. Hatutakuwa chini ya watu watakao kudictate the shows sababu msomo imepanga. Amen, amen. Amen. Mwendelee kumpenda Bwana, lakini zaidi ya yote moyo wa kufanya nini? Moyo wa kufanya nini kanisa? Moyo wa kugeuka. Mkaishi ignorance wakati wanawakosha mwana, mkubali kutoka kwa ile ignorance. Moyo wa kugeuka ndio tunawaomba maiki sema anniversary yenu.